ni Mtume G.K. Mwansasu ambao umetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo, ikiwemo hizi mila na desturi. Na kwa ufafanuzi hapo umesema mahali ni mfumo wa mila na desturi. Ni utaratibu au kama mjui maana ya mila na desturi, ni utaratibu wa jamii husika. Amina. Ambao wanauishi katika maisha yao. Sasa hatujui wao ni faida gani au hasara huko mimi iko sasa. Sasa sisi tulio ndani ya Kristo huyo urejeo, je, tuendelee kutoleana hizi mahali? Hapana. Sasa jamii nyingine sasa mila na desturi sasa za ndani ya Kristo zinakataa kutoleana nini? Mahali. Kwa nini? Ndio swali lingekuja hapo sasa. Amen. Lucy, au na mwendelezo wa swali hapo. Amina, tujue ni kwa nini. Zinakataa ni kwa sababu zina uharibifu ndani yake mahali. Ndio maana mimi nimetumwa kwa ajili ya kuharibu madhabahu za koo husika. Yaani manake kanuni halisi ya mifumo ile ambayo jamii inaishi sio mifumo halisi ya kinuru, ni ya kigiza. Amen. Kwa makabila mengi, jamii nyingi imeweka huu mfumo wa kutoleana mahali, ni mfumo wa kigiza, ni wa kishetani. Kumbukeni mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuondoa nini? Giza. Kwa giza mojawapo, ibada mojawapo ya kishetani ni kutoleana nini? Mahali. Kwa sababu kuna uharibifu ndani yake. Ndio maana jamii mpya ndani ya Mtume G.K. Mwansasu wanaoana ndani ya Kristo hawataki kutoleana mahali. Kwa sababu mfumo wa kutoleana mahali ni mfumo wa kigiza, ni wa kishetani, una madhara ndani yake. Amen.